Mafanikio ambayo yamepatikana katika miaka hii minne tunakwenda kwa 5 hayana mfano mwingine wa kupigiwa katika nchi yetu na pengine katika nchi zinazotuzunguka. Serikali ya CCM imefanya kazi kubwa katika utekelezaji wa ilani. Maeneo madogo ambayo tutaendelea kuyaboresha, tutaendelea kuyasemea. Rais wetu mwaka huu amepata tuzo ya kimataifa kutokana na kupungua kwa idadi ya vifo vya kina mama wajawazito, lakini vile vile kupungua kwa idadi ya watoto wanaokufa wakiwa chini ya miaka 5, lakini pia wanaokufa baada tu ya kuzaliwa. Hii ni matokeo ya kuboreshwa kwa huduma za afya, lakini vile vile kuboreshwa kwa uchumi wa nchi, ambayo hali ya maisha ya Watanzania wa kawaida inaendelea kuimarika. Ni wazi kwamba dawa na matibabu ya hospitali pia vinaambatana na lishe ambayo wanapata Watanzania, na huwezi kuwa na lishe bora kama una uchumi mdogo. Kwa nitumie nafasi hii kuhakikishia kwamba CCM itaendelea kuzisimamia serikali zake, kuhakikisha kwamba kipaumbele chetu kinaendelea kuwa maisha bora ya Watanzania. Hicho ndicho kipaumbele chetu cha kwanza. Na kwa haya ambayo mmeniambia hapa, mmeongea habari muhimu sana. Nimeambiwa hapa, kwanza nimeambiwa habari ya X-ray, nimeambiwa tayari ipo, wanakamilisha tu jengo alafu changamoto itaondoka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, jambo lako limezingatiwa. Lakini nimeambiwa pia changamoto ya umeme. Nimeambiwa kuna changamoto ya mkandarasi kumaliza kwa sababu ya mapungufu ya fedha. Sasa sina hakika, nimeambiwa anadai bilioni 1.5, ni mwingine nimesikia amesema bilioni 1.8. Sasa sina taarifa hizi na sijaelewa ipi ni sahihi zaidi. Lakini nadhani muhimu ni kusema tu kwamba kwa kuwa mbunge ameniambia kwamba ahadi hii imetoka tangu mwaka jana mwishoni, na sasa huu ni mwezi wa 4. Kwa hiyo nitoe tu, sio wito tu. Nimeambiwa Wizara ya Fedha ndio inahusika na kulipa, au sio? Nitoe wito kwa Waziri wa Fedha kulipa kipaumbele cha pekee swala la generator kwa ajili ya hospitali hii ya rufaa. Katika hospitali kubwa kama hii, kukosekana kwa umeme kwa muda mfupi tu kunaweza kukapoteza maisha ya watu. Kuna watu wengine wanakuwa wako kwenye mashine ya oxygen ambayo ukiizima anaweza akapoteza maisha yake. Sasa haipaswi hospitali kama hii kwa wakati wote iwe haina umeme. Kwa hiyo namuomba Waziri wa Fedha kokote aliko ajue kwamba wakati bunge likiendelea, basi angalau katika wiki 2 hizi 3 hizi fedha zifike hospitalini hapa na zoezi hili likamilike. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nitakupigia simu baada ya wiki 2 kuuliza kama hizo fedha zimefika. CCM oye! Lakini wahakikishie pia yale mambo mengine yanayohusu kuendelea kuboresha hospitali yetu nitayafuatilia kwa karibu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana kwangu hapa. Tumeijenga hii hospitali kwa muda mrefu na tunatoa shukurani nyingi sana kwa awamu zote. Awamu ya 5 na awamu ya 6. Hasa ya 6 ndio imeweka fedha nyingi mpaka tukaanza kutoa hizi huduma. Malengo yetu, na naibu waziri yuko hapa, tumeomba kwamba kile chuo cha Mwalimu Nyerere hii iwe ni teaching hospital. Na hiyo Katibu Mkuu tumeshaifikisha serikalini, serikali imeshakubali. Kwa hiyo Msoma hapa tunataka iwe teaching hospital, na tumeshapendekeza kabisa waanzishe nursing school. Kwa hiyo tunachokuomba na ujumbe tutakao kuomba ni kufikisha kwenye chama, kwa sababu iko kwenye ilani ya chama, na kufikisha serikalini kwamba hiki chuo kianze rasmi kikiwa ni sehemu ya chuo cha Mwalimu Nyerere, makao makuu yakiwa Butiama.